Hello jamani, vipenzi wa Lizzy, karibuni kwenye episode yetu ya leo. Kama mnavyojua nakuwa nawapa story back to back. Jamani, natamani sana niwataje ambao walicomment kwenye episode yangu iliyopita, lakini laptop yangu ina shida kidogo, kwa hiyo siwezi kuona majina yao, lakini kaeni mkijua kwamba naona comment zetu zote na appreciate comment zote. Naomba ukiangalia video yangu jamani, naomba usisahau ku like, naomba usisahau ku comment, naomba usisahau ku subscribe jamani, naomba usisahau kunifollow jamani. Nawapenda, mimi siombi, naombeni tu support, naombeni mnisupport jamani, please support me. Kama unajua kwenye familia yetu jamani, nasubiri nini? Njoo come join our family my lovers. Nawapenda, basi karibuni kwenye episode yetu ya leo. Yaani mwenzenu yalinikuta makubwa, yani nikasema ngoja nije niwasimulie ndugu zangu. Yaani sisi kwetu tuko watatu. Naelewa vizuri tuko watatu, lakini sasa mimi ni wa mwisho. Lakini somehow dada yangu na kakangu yani ni wale ambao yani wanajifanyaga kama malast born. Yani mimi sasa inabidi nibebe jukumu la familia. Mimi ndio inabidi nikafanye kazi, nilete chakula, mimi ndio inabidi nifanye kila kitu cha familia. Sio, unanielewa vizuri. Bahati mbaya bwana, mama akaumwa. Tukampeleka hospitali, akaambiwa anaumwa kisukari, sijui ana kansa, mambo kibao. Kwa hiyo anahitaji kila wiki, si baada ya wiki 2 aende akafanywe ni dialysis. I think inaitwa hivyo, ili kwenda kutolewa maji sijui nini mwilini. My friend, sijui unanielewa. Kaka yangu, dada yangu, my friend, hakuna hata mmoja aliyojigusa. Ndio kwanza wananiangalia, Lizzy tunafanya nini? Mie tena sijui nakuaje, nikahangaika na kupiga simu, hakuna. Mwisho wa siku nikaona sijui itakuaje. Kuna rafiki yangu mmoja anajuana na watu ambao wanaendaga kufanya kazi nchi za Kiarabu. Akaniambia, Lizzy, ili nikusaidie, nenda nje kafanya kazi kwenye nyumba za Kiarabu, at least mambo yako yataenda vizuri. Unaelewa vizuri, kwa sababu unahitaji pesa kila siku unahitaji pesa. Nikakubali nikaenda, kwa sababu kwa bongo nitapata wapi yani kazi ambayo itanilipa mshahara zaidi ya milioni hakuna. Nikawa nimetoka zangu nimeenda nje. My dear, picha linaanza nimeingia kwenye nyumba ya Mwarabu hiyo siku, nakwambia nikakuta nyumba ni chafu, ni kama ilikuwa haijasafishwa miezi na miezi. Mivyombo iko naambiwa mfanyakazi wa kwanza yani wafanyakazi pale unaambiwa hawakai. Sijui unanielewa vizuri. Unaamshwa saa 9, unalala saa 7. Yani ukiamka tu unakuta watu washaamka wanajipikilisha, yani wanachafua mavyombo na kuambia huko ndani kuna mzee. Natakiwa nimlee mzee, natakiwa nilee watoto wadogo, afu wana mtoto mmoja akili zake ambazo wale watoto wa namna hiyo. Sijui unanielewa vizuri. Kwa hiyo ni majukumu juu ya majukumu. Nilikuwa nafanya kazi kama nimechanganyikiwa. Kiuno kinakuuma, miguu inakuuma, mgongo unakuuma, kila kitu kinauma, kwa sababu yani muda wote unatakiwa uwe kazini, muda wote unatakiwa uwe unafanya kazi. Sijui unanielewa vizuri my friend. Mpaka yani kuna wakati nikiwa nimesimama hivi nasikia kizunguzungu, kichwa kinageuka. Mimi nikawa natuma pesa, nakwambia, nikawa natuma pesa na nyumbani wananipigia simu, tuma pesa dada, mimi natuma pesa. Tuma hivi, mama akasema imekuwa hivi, natuma pesa. Kulikuwa yani mimi nilifungua account kabla sijaenda. Kwa hiyo nikipata pesa naweka kwenye account. Sasa wakipiga simu kwamba sijui kunahitajika kitu fulani, mimi ndio inabidi nitoe pesa kwenye account niwahamishie wao. Unaelewa vizuri. Ikafika kipindi bwana, umo ndani akaja mbaba ambaye ilikuwa ni ndugu yao, kwa maelezo yao ni ndugu yao. My dear, yule baba, hiyo siku nimelala tu, kwa sababu hicho chumba ambacho nilikuwa nimepewa ni chumba cha umo ndani, lakini kipo karibu na sebleni. Hiyo siku nimelala my friend, kwanza picha linaanza uruhusi kufunga mlango mle ndani. Unaambiwa wewe ni mfanyakazi, you don't have any privacy huko ndani kwa Waarabu. Sio, unanielewa? Nashangaa mtu kafungua mlango. Ananiambia mimi, yani anavyoongea mimi sielewi, maana anaongea Kiarabu, mimi naongea nini hatuelewani my friend. Yule baba kidogo anibake, ni kwamba nilipiga kelele. Napiga kelele, mama mwenye nyumba anakuja ananiambia unapiga kelele unatusumbua sisi tumelala. Why are you making noise ndani kwa watu? My dear, ile nyumba nilipitia mateso. Nitakuja kuwasimulia tu siku nyingine, maana leo lengo letu sio hilo. Sasa bwana, kuna kipindi kafika, mama wakaniambia mama anaumwa sana, amezidiwa, kunahitajika pesa kama milioni 5. Hapo nishaka huko karibu mwaka na zaidi. Mama anahitajika kama milioni 5, wamesema hiyo ikipatikana kuna dawa sijui za majaribio. Mimi nikakubali, nikatuma ile pesa milioni 5. Mara nyingi nilikuwa naongeaga na mama. Sasa ikawa kila nikipiga simu naambiwa mama sijui kalala, mara sijui mama sasa hivi kaenda shamba. Nauliza mama kaenda shamba, mama ambaye alikuwa mgonjwa titi kaenda shamba. Ananiambia dada, zile dawa zilifanya kazi, kwa hiyo yuko sasa hivi yuko vizuri. Lakini swala la kuitoa pesa my friend, nikawa kila siku naambiwa pesa, natoa pesa, nikawa najikuta yani kwenye account inabaki labda yani sina hata milioni. Ndani ya miaka 2 nimeenda nje, hata milioni kuikusanya ikafika milioni ambayo nasema kwamba hii milioni ni ya kwangu, hamna, ni pesa zinaitishwa nyumbani. Siku hiyo mama akawa nimeongea sasa na mama akaanza kuniambia unajua hapa nyumbani ni
mambo yanaenda vibaya, hii nyumba tunayoishi ni kama imebomoka, kwa hiyo tunaomba at least ututumie hela hata kama milioni 3 au 4 tupandishe kajumba, yani kama tofali hata chumba kimoja tu tukae humu ndani, unajua hivi na hivi. Lakini the way nilivyokuwa naongea na mama, mimi si sauti ya mama naijua. Nikawa namuuliza mama, mbona sauti yako ipo hivyo? Wananiambia hamna. Akaniambia hamna mwanangu, tunajua nilikuwa naumwa, hayo madawa nini, sauti zinabadilika. Nikataka kupiga video call, mama akakataa. Hivi mwanangu, unajua wewe uniamini, mimi nimekuzaa, nimekulea, nimekuhangaikia maisha yako yote, sasa hivi uniamini unataka unipigie video call, unaniona mimi mwizi, unaniona mimi nataka kukutapeli? My friend akakata simu. Hapo nikawa nikipiga simu haipokelewi. Huyo dadangu ambaye ndio alikuwa anatumia simu yake akaniambia, mama kakasirika kwa sababu umemwambia kwamba yeye unataka uongee naye video call kwa sababu muamini, wewe tuma tu hiyo pesa. Mimi nikatuma hiyo pesa. Sasa nakwambia hapo nimemaliza miaka 2, mkataba wangu ukao umeisha. Hapo nina hamu ya kurudi nyumbani. Nikasema ngoja kwanza nirudi nyumbani. Nikisharudi nyumbani nikapumzike kwanza, alafu ndio nitafanya nini, nitarudi tena huku my dear. Nikakata ticket my friend, nikarudi Bongo. Yani nilivorudi Bongo sikumwambia mtu yoyote. Picha linaanza, nafika pale nyumbani, yani nimefika pale kwenye ile njia ya kuingilia nyumbani. Naona kumeota mpaka majani. Yani si unajua nyumba ambazo zimesaulika hakuna mtu ambaye anaishi. Zile nyumba ambazo yani watu labda walishahama, wenyewe washakufa hivyo yani hakuna, yani kuna majani, hakuna chochote. Nikawa najiuliza, kila siku naongea na mama ananiambia yuko nyumbani. Nilipigiwa simu nikaambiwa kuna pesa. Yani hapo nimeshatuma zaidi, yani hapo zishatumika pesa zaidi ya milioni 25 huko, pesa milioni 25, milioni 30 nasema. Pesa nyingi yani nilizokuwa nafanya kule, yani hapo nimerudi kwenye account sina hata zaidi ya milioni 5. Yani ni kwamba ni pesa tu nimekuja nayo, pesa ya nauli na tiketi ya kuja na kurudi, niende nikaendelea kufanya kazi, niangalie cha kufanya. My dear, naenda pale nyumbani, nyumba ishaporomoka na kuporomoka. Nazunguka nyuma ya nyumba kuangalia hivi, sinakuta kaburi fulani. Mama kafa muda gani? Mama alikuwa amekufa 1.5 mwaka uliopita, na sijaambiwa. Natuma pesa kila siku. Nakwambia hivi, nilikaa chini, nikatetemeka, nikalia, nakwambia. Nikatoka nikaenda kwa jirani, nikaenda nikawauliza. Kumbe mama alikufa. Ananiambia, kwani hujui? Mbona dada zako walisema, mbona dadako na kakako walisema amekuambia? Nikasema mimi sijui, hawajaniambia. Wakasema ndio mamako alikufa kwa sababu alikuwa akitakiwa kwenda kufanya dialysis. Kaka zako wanasema hautumi pesa. Mamako kila siku akawa analalamika mwanae ameenda nje lakini hamsaidii. Mamako alikuwa analia kila siku, anasema ulienda nje kwa sababu unataka kumsaidia mamako lakini tena humsaidii mamako. Ndio mimi kuuliza. Kwa hiyo pesa nilizokuwa natuma mama alikuwa hapelekwi hospitali. Nikaambiwa tangu niondoke. Mama alipelekwa hospitali mara moja ile ambayo kwa sababu mara ya kwanza alipelekwa hospitali niliomba picha, nikatumiwa picha. Baada ya hapo mama hajawahi kupelekwa tena hospitali. Kwa hiyo pesa ambazo nilikuwa natuma, pesa walikuwa wanakula wale. My friend, nilichoka. Kumbe mama alikufa, mimi sikuambiwa. Nilichokifanya, nikapiga simu. Nikawa naongea na dada. Nikamwambia, dada, nataka kurudi, nataka nije nimuone mama. Akaanza kuniambia, unataka urudi uje muone mama? Jamani, kwani urudi uende kufanya kazi? Unajua ukirudi yani mama naniliu itakuwaje? Mama ndio anakutegemea, kila kitu anakutegemea. Hapo my friend, hapo nilikuwa natuma pesa kila mwezi, sijui kila wiki, kila siku swala, mara hela imefanya hivi, mara hatuna hela ya kula, mara sijui kitu gani kimekuja, mara kitu gani kimefanya. Kila siku nakwambia mambo yanatokea, mambo ambayo mimi sielewi, na mimi nikawa natuma pesa. Akaanza kuniambia, usije, subiri kwanza niongee na mama, unajua nini. Nikasema sawa, nikakata simu. Hapo ikabidi nitoke niende sehemu ya mjini, nikakae, nikakodishe kwanza kihoteli cha bei ya kawaida, nikae ili nione sasa mwisho wao itakuwaje. Nakwambia baadaye simu inaita. Sasa mama si dada alikuwa ananipigia, ananiambia mama ndio anaongea. Nikasikia sauti kama ya mama, nakwambia ndo anaigilizia sauti ya mama hapo. Akaanza, yani we mtoto, umeenda nje, umepata bahati ya kwenda nje, basi unataka kuichezea hiyo bahati. Kama ulikuwa hutaki kunisaidia kimaisha si useme. Yani umeenda nje, umepata chance ya kunisaidia kimaisha, unataka kuitumia hiyo chance vibaya. Umechoka kunisaidia mimi mama yako, unataka kuacha kunisaidia. Yani mtoto una roho mbaya sana wewe. Nilijua una roho mbaya, bora hata dadako dada huyo angeweza kufanya kazi, kwa sababu huyo dada kufanya kazi hata hawezi. Hata akipata kazi za usige ndani hawezi kufanya, sembuse kwenda ndani kwenda kufanya kazi za Ulaya. Nikakata simu. Nilipokata simu, baadaye nikamtumia message mdogo wangu huyo dadangu wa kike. Nikamwambia,
dada, niko Tanzania, niko sehemu fulani. Akaanza kuogopa, uko sehemu fulani? Basi subiri, nataka tuje ufanye nini, nataka nije tuongee. Nikamwambia sawa. Akawa amekuja mpaka pale. Alivyokuja nikaa sasa namsikiliza. Akaanza kuniambia eti, dada samahani, unajua mama alifariki, lakini tukawa tunashindwa kukuambia kwa sababu usingetuma pesa. Nikamuuliza, mama alifariki, mkashindwa kuniambia kwa sababu ningeacha kutuma pesa, lakini wakati huo mimi nafanya kazi, najinyima, mnaitisha mamilioni ya pesa, mnaitisha pesa nyingi, sio pesa kidogo, ni mamilioni ya pesa. Natuma pesa kila siku, mna kazi ya kumtumia message kama mama ana... My dear, nikawauliza zile pesa ambazo nilikuwa natuma, mnaniambia mama anataka leo 5 milioni, mama leo anataka 2 milioni, mama leo anataka 3 milioni, pesa zilikuwa wapi? Hapo ni mind you, alikuja na kaka. Nauliza pesa zilikuwa wapi, my friend, wanaangaliana, hakuna hata anayejibu. Ikabidi ni panic. Mimi nimeenda kwenye nchi za Kiarabu kwenda kuangalia kutafuta maisha. Kidogo nimenusurika zaidi ya mara moja, mara mbili, mara tatu. Wanaofanya kazi Uarabuni wanajua shida ambazo watu tunapitia Uarabuni. Yani pesa zangu mmepeleka wapi? My friend wakapanic. Wakaanza kunipandishia. Unataka kuongea nini? Sisi tulikutuma uende. Tulivyokuwa tunakuomba pesa unatuma, kwa sisi tulikuwa tunakulazimisha. Sisi si ndugu zako. Kama mama amekufa, mama hayupo kwa ajili ya kula pesa zako, sisi kuna shida gani ya sisi kula pesa zako? My friend, wakainuka, wakaondoka, wakaendelea na maisha yao. Sasa baada ya wale watu kuondoka pale, kwa sababu pale tulipokuwa tunaishi sikuwa kuna jirani ambaye sasa ndio nilienda kwake, akawa amenielezea vile vitu vyote. Kesho yake akanipigia simu, akaniambia njoo, kuna issue ambayo nataka tuongee. Nikamwambia sawa, nikawa nimeenda. My dear, kwa maelezo ya yule jirani, pesa nilizokuwa natuma, kakaangu na dada yangu walinunua kiwanja maeneo ambayo sio mbali na pale, wakajenga, na hiyo nyumba ishakamilika, wanachukua kodi. Kwa hiyo yani kuna wapangaji wanachukua kodi. My friend, nilichokifanya, nikaenda polisi. Kwanza nikaenda serikali za mtaa, nikatoka nikaenda polisi. Nikaonyesha message zote ambazo nilikuwa naongea nao, nikaonyesha miamala yote ambayo nilikuwa natuma, nikaonyesha kila kitu, afu nikawaelezea kila kitu kilichotokea. Si unanielewa vizuri? Na bahati nzuri, kwa sababu nilishajua yani mambo yatakuwa mabaya, walipokuja pale ndani kuja kuanza kuniambia yes ulituma pesa tukatumia kwa ajili ya kufanya mambo mengine, kwani kulikuwa kuna shida gani, niliwarekodi. Kwa hiyo nikapeka kila kitu, akapigiwa simu polisi. Wamekuja polisi, wanaanza kupaniki. Polisi wakamwambia no, hataki hata masuala ya kupaniki hapa. Hapa ni polisi, kila mtu anaongea anasikilizwa. Tukaongea, tumemsikiliza, na nyie sasa ongeeni na nyie tuwasikilize. Nini kinachoendelea? My dear, wanaanza kujiumauma. Ilikuja tu ikaamuliwa, ile nyumba ni either wauze wanilipe pesa zangu ama wabadilishe hati nyumba iwe ya kwangu. Sasa naona wakawa hawataki kunipa ile nyumba kwa sababu walikuwa wanaona kwamba mimi nitafaidi, wakataka wauze ile nyumba. Lakini hata bei ya kuuza hiyo nyumba bado yani isinge yani unajua nyumba ukishaijenga alafu unataka kuiuza kwa haraka, lazima ingeuzwa kwa bei ya chini. Sijui unanielewa vizuri. Tumesumbuana mahakamani mpaka mwisho wa siku ile nyumba nikaja nikakabidhiwa hati, nikabadilisha kila kitu. My friend, kakaangu dada yangu sasa hivi hawaongei na mimi. Unaelewa vizuri. Nikamoga kwanza, nikasema hata Uarabuni siendi tena. Maana sasa mama kashafariki. Nilienda kwa ajili ya mama kashafariki. Ndugu zangu wamenifanyia hivi. Naenda Uarabuni kufanya nini? Kwa sababu sasa kajumba kalikuwa kale pale, nikaanzisha biashara zangu, Mungu mkubwa. Maana nilimwambia Mungu, sasa nimeteseka sana Uarabuni, nisaidie biashara zangu sasa hivi zinaenda vizuri. Yaani biashara zangu zinaenda vizuri sana. Nimeshajenga na nyumba nyingine, naishi vizuri. Sasa hivi nishakuwa mtu mzima, nimeolewa, na maisha yangu, na watoto, na familia. Sasa hivi ndugu zangu ndio wananitafuta tena, kwa sababu dada yangu na kaka yangu maisha yao ni tia maji mpaka leo, mpaka kesho. Yani dhulma nyinyi haiwezi kumwachaga mtu salama. Mpaka leo maisha yao ni tia maji. Juzi wamenitafuta, na kunitafuta kwenyewe sio kunitafuta wenyewe. Wameenda kwa wazee wa ukoo kwenda kuwaambia kwamba wanataka waitishe kikao, waniombe msamaha ili niwasaidie kimaisha. Wazee wa ukoo wametuita, tumeenda tumekaa, eti wananiambia wewe unajua wewe ndio inabidi uwe machua, wewe ndio inabidi uwe mtu mzima, wewe ndio inabidi uwasaidie ndugu zako, mama yenu alishafariki, kwa sababu mko wenyewe, usiwe mchoyo, maisha mazuri sasa hivi. Kwa nini unakuwa mchoyo kuwasaidia ndugu zako? Sasa hivi unatakiwa wasaidie ndugu zako. Nakwambia hapo sio kwamba wananiomba, sio kwamba eti walikuja kwa ajili ya kuniomba msamaha. Walikuja kwa sababu walikuwa wanataka wapate msaada kutoka kwangu baada ya kuona maisha yangu ni mazuri. My friend, nilichowaambia wale wazee, nilichowaambia, mimi sitaki kuwakosea heshima,
sitaki kuwakosea adabu, sitaki kuwajibu vibaya mkasema nimewakosea adabu au nimewafanya nini. Kama mliambiwa mambo ambayo hawa ndugu zangu walinifanyia na bado mnakuja kuniambia kwamba natakiwa niwasamee, niwasaidie, niwape tena pesa, niwape tena maisha, basi cha kufanya, kama nyie mnaona wanahitaji msaada, naombeni muwachukue mkawasaidie nyie. Kama wanahitaji pesa, wapeni pesa. Kama wanahitaji biashara, fungulieni biashara. Lakini kwa ajili kwangu mimi sitaki. Nilishasamea lakini siwezi kusahau. Sitokaa niwasaidie hata mia. Sitokaa niwasaidie, ndio nilichowaambia. Sasa hivi uko nakwambia wakaniunga kwenye WhatsApp group na kuambia ni kunitumia message, leo message huku, kesho message kule, group kila siku, mara wamepiga simu group call kwanza kwa ajili ya kunijadili. Siku hizi umekuwa umevimba, umepata pesa, unataka kuwasaidia ndugu zako, umepata hivi, unataka kufanya nini? My friend, niambie, ingekuwa ni wewe, wewe ungekubali kuwasaidia? Wewe ungefanya? Kwa mimi my friend, mimi nakwambia hivi, block. Sio, unanielewa? Block mpaka hiyo familia, block mpaka mizimu ya ukoo wenu, block my friend. Sio, unanielewa? Block. Uwasaidie watu wamekula pesa yako, umeenda nje Uarabuni, umeenda umeteseka, umenusurika kubakwa, alafu wamechezea pesa zako na bado wakawa jeuri, alafu sasa hivi wanakuja kukuambia nyoka. Block my dear. Na nyie ndugu mlokula pesa za mwenzenu, shetani awalambe matako mbwa nyie. Ndio maana maisha hamuendelei. Dhulma, ukisha kula dhulma kwa manina zenu, maisha yenu yatakuwa mazito mpaka hapo, kwa sababu shetani kashawatia ulimi wa matako mbwa nyie. Mkome. Haya jamani, asanteni kwa kuangalia story yangu. Jamani, endeleeni kunisupport, endeleeni kucomment, kulike, kusubscribe kwenye channel zangu, endeleeni kunifollow jamani, kwa ajili ya kusubiri mambo mazuri, kwa sababu kila siku nitakuwa nawaletea story zaidi ya moja jamani. Kila siku nitakuwa nawaletea story 2 au 3.